Baada ya serikali kuweza kulifungia kanisa la Gwajima, tulitumai kwamba kila kitu ambacho kinamhusu Gwajima basi kinge stop, lakini yeye mwenyewe Gwajima ameonesha kuto kukubaliana na kile ambacho kimetamkwa na serikali. Na kama unavyojua kwamba Gwajima ni mtu fulani mbishi sana. Tena ni mtu so mbishi kidogo, yani mbishi sana. Yani imekuwa ni mtu wa kupingana. Sasa Gwajima baada ya kupokea hiyo barua ya kufungiwa kwa kanisa lake kuanzia siku hii ya leo, lakini mpaka mdauni nikikwambia kwamba ibada bado inaendelea kwenye kanisa lake basi huwezi kuniamini. Lakini ukweli ni kwamba Gwajima kagoma kabisa kanisa lake kufungiwa, na ndo kwanza amewakaribisha watu kuendelea na ibada. Yeye mwenyewe kupitia mtandao wake wa Instagram aliandika kwamba karibuni sana kwenye ibada yetu ya mfungo maalum wa kuliombea taifa letu Tanzania. Kwa alio mbali unaweza kutazama ibada hii kupitia link iliyo kwenye bio yangu hapo juu. Kwa wakazi wa Dar es Salaam, tukutane kanisani, Tanzania ni yetu sote, #Tanzania kwanza. Sasa wengi wameona hiki ambacho alikiandika Gwajima ni kama kupingana na kile ambacho kimetolewa na serikali kwamba kanisa lake lifungwe ama lizuiliwe. Sasa huu ni muendelezo tu wa vita ambayo imekuwa ikipambanwa. Yani hii ni vita baina ya wenyewe kwa wenyewe. Gwajima ni CCM na hata wanaotoa matamko wengi wao ni watu wa CCM. Toka hili swala limeanza la Gwajima, hakuna kiongozi wote wa Chadema ambaye alitia neno kulizungumzia. Na kama unavyojua Chadema ni watu ambao wamekuwa na tabia kuchukua point, lakini bado hawajazungumzia chochote kuhusu hili swala ambalo linaendelea. Kufungiwa kwa kanisa la Gwajima ni kama vile njia inayotumika kumnyamazisha, kwa sababu anajua Gwajima akiendelea kulitumia kanisa lake basi ataendelea kuwasema watu, kwa sababu pale ndo sehemu pekee ambapo Gwajima anaweza kumsema mtu yeyote kwa muda wote anaotaka yeye, kwa sababu ni eneo ambalo yeye analimiliki. Kwa hiyo kufungiwa kwa kanisa lake ni kama wanajua kwamba hapa ndipo sehemu pekee ambapo Gwajima tunaweza tukamtiming vizuri na asiweze kuzungumza popote. Lakini yeye kama ulivyomsikia tamko kalisikia kwamba kanisa linaanziwa kufungiwa siku ya leo, lakini ndo kwanza anawakaribisha watu waende kanisani kwake na ibada inaendelea. Yani iko live kupitia YouTube. Kwa wale ambao mko mbali unaweza kaingia hapo kwenye akaunti zake za Gwajima na ukakutana na mahubiri, maombi bado yanaendelea. Watu wanaendelea kuliombea taifa. Yani muda huu licha hilo tamko kutoka, lakini bado na yeye Gwajima kakazia msumali. Na unajua bwana, watumishi wa Mungu huwezi kuambia kitu juu ya Gwajima. Kwa hiyo na wao wameitikia wito, wameenda pale na bado watu wanaendelea. Kwa bwana Gwajima kalikataa tamko la serikali. Kuna kikundi fulani ambako kenyewe kanakuwa kanawachukua watu kwa masilahi ya mwanasiasa fulani. Ndio maana nikapendekeza kwamba wakuu wa vyombo vya dola, wa kwanza, wa pili, wa tatu, wa nne, wale ambao wanapatikana kwa influence ya taasisi ya rais, ndio rais awe anawachagua, lakini akitaka kuwatoa apeleke hoja kwenye kamati ya ulinzi na usalama na mambo ya nchi za nje ya bunge, ili wabunge tuone huyu mkuu wa chombo cha dola asije kuwa anatolewa kwenye nafasi yake kwa sababu ametetea masilahi fulani ya taifa, ili kwamba taifa liwe salama, ili vyombo vya dola wawe na uwezo wa kutulindia maono zetu siku zijazo. Na nasisitiza huo ndio ushauri wangu wa kukomesha watekaji.